ikiwa kundi hilo litashindwa kutekeleza kikamilifu masharti ya mkataba wa kusitisha vita. Tayari Hamas ilikwisha waachia huru mateka 20 walio hai wa Israel na hadi sasa imekabidhi jumla ya miili ya mateka 30 waliokufa au kuuawa wakiwa kizuizini. Israel haijaweka wazi idadi jumla ya miili ya mateka inayotazamia kuipokea kutoka kwa kundi la Hamas. Nairobi. Kenya inaomboleza kifo cha mwanasiasa mkongwe wa upinzani Raila Odinga aliyeaga dunia jana Jumatano nchini India alikokwenda kwa ajili ya matibabu. Mwili wa Odinga utasafirishwa leo kurejeshwa nchini Kenya na utazikwa siku ya Jumapili katika kijiji alikozaliwa. Mamia ya waombolezaji wamekusanyika kwenye makazi ya mwanasiasa huyu mjini Nairobi kuifariji familia yake. Rais William Ruto wa nchi hiyo alitangaza siku 7 za maombolezo ya kitaifa kuanzia jana kuenzi maisha ya Odinga aliyemtaja kuwa kiongozi wa mfano kwa Kenya na miongoni mwa wale wenye mchango mkubwa barani Afrika. Odinga aliyezaliwa mwaka 1945 alikuwa mtoto wa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya. Miaka ya mwanzo ya harakati zake kisiasa ilishuhudia akifungwa jela au kukimbilia uhamishoni kutokana na utawala wa mkono wa chuma wa kiongozi wa wakati huo Daniel Toroitich arap Moi. Brussels. Ujerumani imeahidi kuipatia Ukraini msaada ziada wa kijeshi wenye thamani ya dola bilioni 2 kwa mwaka unaokuja ili kuiwezesha kuendelea kuikabili Urusi katika vita vitakavyoingia mwaka wake wa 4. Tangazo la msaada huu limetolewa na waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius mjini Brussels jana Jumatano baada ya kukutana na mwenzake wa Ukraine Denis Shmyhal. Waziri Pistorius amesema msaada wa Ujerumani utatumika kununua silaha za karibu dola milioni 500 kutoka Marekani na kuipatia Ukraine, ikiwemo mifumo ya ulinzi wa anga, rada za kijeshi na makombora. Viongozi hao wawili pia walitia saini mkataba wa kuongeza ushirikiano wa kiulinzi unaojumuisha masuala ya utafiti na maendeleo ya teknolojia. Ahadi hiyo ya msaada wa kijeshi imetolewa wakati serikali mjini Kiev imesema itahitaji angalau dola bilioni 120 kwa mwaka 2026 zitakazoisaidia kuwa na uwezo wa kuendelea kukabiliana na Urusi. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Islamabad. Pakistan na Afghanistan zimetangaza kusitisha mapigano baada ya siku kadhaa za makabiliano makali ya mpakani ambayo haijapata kushuhudiwa kwa miaka mingi iliyopita. Taarifa ya usitishaji mapigano imetolewa na nchi zote mbili, ingawa kila upande umesema ombi la kusimamisha mapigano limetolewa na upande mwingine. Duru zinasema uamuzi huu umefikiwa kufuatia miito kutoka mataifa yenye ushawishi kwenye kanda hiyo ikiwemo Qatar na Saudi Arabia. Mapigano kati ya mataifa hayo jirani yamesababisha vifo vya makumi ya watu na kujeruhi wengine kadhaa tangu yalipozuka wiki za karibuni. Pakistan inalituhumu Afghanistan kutoa hifadhi kwa makundi ya wapiganaji wanaotishia usalama wa mipaka yake, madai ambayo watawala wa Taliban wamekuwa wakiyakanusha. Moscow. Rais Vladimir Putin wa Urusi amekutana na kiongozi mpya wa Syria Ahmed al-Sharaa mjini Moscow jana jioni na kuhusifu uhusiano kati ya nchi hizo mbili hata baada ya kuondolewa madarakani kwa Rais Bashar al-Assad aliyekuwa mshirika mkubwa wa Urusi. Hiyo ilikuwa ni ziara ya kwanza ya al-Sharaa nchini Urusi tangu alipochukua hatamu za uongozi nchini Syria kwa kuongoza uasi uliouangusha utawala wa Assad Disemba mwaka jana. Viongozi hao wawili walizungumzia hatma ya kambi za kijeshi za Urusi nchini Syria pamoja na masuala mengine ya ushirikiano ikiwemo uchumi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka. Asante sana Rashid Chiluba kwa habari hizo, ambapo wakati huu basi unaenda moja kwa moja kupokea uchambuzi na ripoti za waandishi, halikadhalika makala. Baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa haya ni miongoni mwa utakayoyasikia kwenye uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali. Serikali ya Kenya yatangaza siku 7 za maombolezo kufuatia kifo cha kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Hali ikoje katika maeneo yanayotambulika ama ngome za upinzani kuelekea uchaguzi wa Tanzania, ukizingatia Chadema hakitoshiriki uchaguzi huo? Na Ulaya inaweza kuchukua nafasi gani katika utekelezaji wa mpango wa amani wa Gaza?
Kumbuka tuko mubashara katika mtandao wa kijamii wa Facebook na hata chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili, na unaweza pia kutusikiliza kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Ila moja kwa moja tukijitosa katika uchambuzi wetu sasa, ni kwamba Rais William Ruto wa Kenya ametangaza kipindi cha maombolezo ya kitaifa kwa muda wa siku 7 kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga. Katika kipindi hicho, bendera za taifa zitapeperushwa nusu mlingoti kote nchini humo na katika balozi zote za Kenya nje ya nchi, kama ishara ya heshima na kumbukumbu ya kiongozi huyo aliyekuwa nguzo muhimu katika historia ya siasa za Kenya na bara la Afrika. Shisia Wasilwa na kina cha maelezo hayo. Katika hotuba iliyotangazwa moja kwa moja kutoka Ikulu jijini Nairobi, Rais William Ruto alitangaza kuwa aliyekuwa kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM Raila Odinga atazikwa kwa heshima kamili ya kitaifa. Rais aliongeza kuwa jina la Raila Amolo Odinga litaandikwa milele katika simulizi ya Jamhuri ya Kenya, simulizi ya mapambano, kujitolea, ujasiri, utawala, sheria, matumaini na azma ya ubora. Ruto alimwelezea Odinga kama mzalendo aliyejitolea maisha yake yote kutafuta haki nchini Kenya, mtu ambaye mawazo na misingi yake ilivuka mipaka ya siasa za kawaida. In his passing, we have lost a patriot of uncommon courage. Tumempoteza mmoja wa viongozi wakuu zaidi barani Afrika, shujaa wa demokrasia, mpigania haki asiyeogopa na mwanaharakati thabiti wa utawala bora. An unceasing servant of the people who gave his all. Wakati huo Rais Ruto ametangaza kwamba serikali ya India imekubali kusaidia katika kusafirisha mwili wa Raila Odinga kurejea Kenya kwa mazishi ya kitaifa. Kamati ya maandalizi ya mazishi aliyekuwa waziri huyo mkuu itakuwa ikiongozwa na naibu rais Kithure Kindiki pamoja na seneta wa Siaya Dr. Oburu Oginga, kakake marehemu. Ruto alifafanua zaidi kwamba ujumbe maalum wa maafisa wa serikali na jamaa wa familia unaongozwa na waziri mwandamizi Musalia Mudavadi umeondoka tayari mara moja kuelekea India kuratibu mipango usafirishaji wa mwili wa marehemu. Hawa ni baadhi ya wabunge wakielezea hisia zao kuhusu msiba huo. Alikuwa rafiki wangu kutoka zamani, nikiwa mwanahabari tulikuwa tunakutana naye mara kwa mara na alikuwa anatupa motisha. 2017 nilipotaka kuingia katika siasa, yeye ndio alikuwa mwanasiasa wa kwanza kunikumbatia. Kwa familia, kwa mama Aida na wana ODM wote, kutokana na kifo hicho cha baba wetu Raila Amolo Odinga, imepaswa kufanya cancellation ya hafla ambayo ilikuwa imeanza jana. Wakati huo viongozi wa kimataifa wameendelea kutuma salamu zao za rambirambi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi alikokuwa akitibiwa Raila amesema amehuzunishwa sana na kifo cha rafiki yake mpendwa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Rais wa Tanzania Samia Suluhu alitangaza kwamba kifo cha Odinga ni huzuni sio tu kwa Kenya bali kwa bara la Afrika, akimweleza kama mtetezi wa amani na maendeleo. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed amemtaja Raila kuwa mwanasiasa mkongwe aliyeleta demokrasia, haki na huduma kwa umma na ataendelea kuishi. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Tukiachana hayo, ila tukisalia huko Afrika Mashariki, ni kwamba miongoni mwa maeneo ya ngome za kisiasa kwa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema ni mji wa Moshi, Kilimanjaro, Arusha na maeneo ya kaskazini kwa ujumla. Uchaguzi mkuu wa mwaka huu ndio wa kwanza kususiwa na chama hicho kikishinikiza kudai mabadiliko ya mifumo na sheria za uchaguzi. Hali kwa ujumla ikoje katika maeneo hayo wakati huu taifa hilo linapotarajia kufanya uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba? Mwandishi wetu Veronica Natalis na taarifa zaidi. Ni mji wenye shamra na harakati nyingi, hasa katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Ni mji wenye mwingiliano wa wageni kutoka maeneo mbalimbali duniani kutokana na vivutio vya utalii vilivyopo, hasa mlima mrefu kuliko yote barani Afrika, mlima Kilimanjaro. Ni mji wa kisiasa pia. Mkoa wa Kilimanjaro ni miongoni mwa maeneo muhimu katika siasa za upinzani, hasa kutoka chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema. Historia inaonyesha kwamba mwaka 2000, mwaka 2010 na mwaka 2015 Chadema ilishinda viti vingi vya ubunge na udiwani katika mji wa Moshi, wilaya ya Hai na Rombo. Wafuatiliaji wa siasa wanasema uchaguzi wa awamu hii hali imebadilika. Hakuna msukumo wa kufuatilia siasa kama ilivyokuwa katika chaguzi zilizopita. Nimewauliza baadhi yao ni kwa nini. Kwa upande wangu na wananchi wengi, nafikiri kwamba hakuna yote ataenda kupiga kura. Watakwenda kupiga kura wana CCM wenyewe. Ndio maana nikasema wanajitekenya wenyewe na kujichekesha wenyewe. Wanashindana na nani? Ni ziara ya kampeni ya CCM wenyewe. Kwa hiyo hakuna kampeni inaendelea, bali ni kuchezea fedha za Watanzania.
Kama ilivyo katika maeneo mengi ya Tanzania, kampeni za uchaguzi pia zinaendelea katika eneo hili. Wagombea ambao wengi wao ni kutoka Chama cha Mapinduzi CCM wanaonekana kunadi sera zao katika mikutano ya hadhara, nyumba kwa nyumba, na kwa kupitia mabango na picha za wagombea wa Chama cha Mapinduzi ambayo yamebandikwa kila mahali. Kulingana na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania, vyama 17 vya siasa vinashiriki uchaguzi wa mwaka huu, lakini Chama cha Mapinduzi pekee ndio kinaonekana kujitangaza kwa mabango, picha na mikutano. Hii inatoa taswira gani kwa wananchi? Sawa, sisi wanafanya kampeni, lakini hata ukiwasikiliza inakuwa haina ile kutafuta hoja kinzani kwamba okay, una kampeni unaahidi hichi dhidi ya nani Kwa hiyo umeahidi kuanzia mwaka 77 CCM ilivyoundwa. Kwa upande wa sisi wafuasi wa vyama vya upinzani, basi tumechagua tu kusimama na msimamo ule uliotolewa na chama kikuu cha upinzani kwamba kama hapata kuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, basi hakuna haja ya kushiriki uchaguzi. Hata hivyo, maoni ni mseto. Wapo walio na imani na uchaguzi wa mwaka huu na wamejiandaa kikamilifu kwa ajili ya kupiga kura siku ya tarehe 29 mwezi Oktoba. Tunasubiri tu Oktoba kutiki, kimpendeza Mungu, akishinda sawa. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimesusia uchaguzi wa mwaka huu kikishinikiza kudai mabadiliko ya mifumo ya sheria za uchaguzi, kikisema hakiwezi kuingia katika uchaguzi usiokuwa huru na haki. No reforms, no reforms, no election. Hata hivyo, mamlaka zinasisitiza uchaguzi utafanyika licha ya kuwepo kwa kitisho cha vuguvugu la maandamano siku hiyo ya tarehe 29 mwezi Oktoba ya kupinga uchaguzi huo. Veronica Natalis, DW, Moshi, Kilimanjaro. Na tukiachana na hayo sasa na tukigeukia mengine, ni kwamba Ulaya imejikuta pembeni katika mpango wa amani wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Gaza, lakini viongozi wa bara hilo wameonyesha nia ya kuchukua nafasi ya uongozi katika kujenga mustakabali wa eneo hilo. Je, Ulaya inaweza kuchukua nafasi gani katika utekelezaji wa mpango huu? Ripoti ya mwandishi wa DW Anshal Fora inasoma studioni na Saumu Njama. Baada ya kusainiwa kwa mpango wa amani wa vipengele 20 mjini Sharm el Sheikh nchini Misri, ambapo mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu yalitia saini, viongozi wa Ulaya walihudhuria lakini hawakushiriki katika mazungumzo hayo. Tony Blair, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, ndiye kiongozi pekee kutoka Ulaya aliyeorodheshwa kwenye bodi ya amani inayoongozwa na Trump. Wataalamu wanasema Umoja wa Ulaya unataka kushiriki zaidi katika kuunda mustakabali wa Gaza na kutatua mgogoro huo. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen ametangaza kuwa umoja huo utatoa ufadhili kwa ajili ya ujenzi mpya wa Gaza ambao unakadiriwa kugharimu zaidi ya dola bilioni 50 na kuahidi kuwa sehemu ya kikundi cha wafadhili wa Palestina. Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa amesema umoja huo uko tayari kuchangia katika hatua za mpito za utawala wa Gaza kupitia kamati ya Wapalestina isiyoegemea upande wowote. Pia ameahidi msaada wa kiusalama sambamba na mpango wa Marekani wa kuunda kikosi cha kimataifa cha kusimamia usalama ISF. Rais Emmanuel Macron amesema Ufaransa iko tayari kuchangia katika kikosi hicho cha muda, lakini mataifa mengi ya Ulaya bado yanatafakari kabla ya kujitolea. Wataalamu wanasema hali ya kisiasa ya ndani hasa nchini Ujerumani na Ufaransa inaweza kuathiri maamuzi hayo. Jean-Luc Saman, mtafiti mwandamizi katika taasisi ya Mashariki ya Kati ya Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Singapore na mshiriki asiye wa kudumu katika Baraza la Atlantiki, amesema Ulaya italazimika pia kuzingatia jukumu ambalo mataifa mengine ya Kiarabu na Kiislamu yanaweza kuchukua katika suala la vikosi vya kijeshi. Hugo Lovat kutoka Baraza la Ulaya la mahusiano ya kigeni amesema Ulaya haitachangia iwapo kikosi hicho kitakuwa na jukumu la kulazimisha Hamas kujisalimisha kwa nguvu. Badala yake, Ulaya inaweza kuchangia kikosi cha uangalizi kama ilivyofanya kwenye mpaka wa Israel na Lebanon. Ripoti zinaonyesha kuwa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza maarufu kama E3 zinapendelea kuwa na mwakilishi katika bodi ya amani ya Trump kuhusu Gaza. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taifa lolote kati yao lililoalikwa rasmi. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kujumuishwa kwenye bodi ya amani, mjumbe wa Marekani kwa Mashariki ya Kati Steve Witkoff alisema kuna waombaji wengi, lakini hali ni tofauti kwa Italia ambayo inaonekana kuwa na msimamo unaounga mkono zaidi Israel na hivyo ina nafasi nzuri ya kukubalika kama mshirika. Balozi wa Israel wa Umoja wa Ulaya Avi Nir Feldklein ameonyesha matumaini ya kuanzishwa upya kwa mahusiano kati ya pande hizo mbili.
Katika mahojiano na jarida la Politico Europe, alisema ni wakati wa kuondokana na hali isiyofurahisha na kurejesha mahusiano mazuri. Umoja wa Ulaya ulikuwa umependekeza kusitisha baadhi ya mapendeleo ya kibiashara kwa Israel na kuwekea vikwazo baadhi ya mawaziri wake ili kuishinikiza nchi hiyo kuongeza misaada na kusitisha operesheni za kijeshi ndani ya Gaza. Ilikuwa ni ripoti yake Anchal Fora, mwandishi wa DW huyo, iliyosomwa na Saumu Njama. Wanasiasa wakuu nchini Japan wameanza kuwatafuta washirika wapya kufuatia kusambaratika kwa muungano wa kisiasa uliokuwa madarakani. Wiki iliyopita, mwanasiasa wa mrengo wa kitaifa Sanae Takaichi alichaguliwa kuwa kiongozi wa chama tawala cha Liberal Democratic Party LDP na alionekana kuelekea kuwa kiongozi wa kwanza wa kike wa taifa hilo. Hata hivyo, sasa vyama vya upinzani vinafikiria kumuunga mkono mpinzani wake bungeni. Wakiombogo ana taarifa hii. Malengo ya Takaichi yalipata pigo kubwa siku ya Ijumaa baada ya muungano wa miaka 26 kati ya LDP na chama kinachoungwa mkono na Wabudha Komeito kuvunjika. Wachambuzi wanasema uhusiano kati ya vyama hivyo umekuwa na msuguano kwa muda mrefu, hasa kutokana na upinzani wa Komeito dhidi ya sera kali za usalama zinazoshinikizwa na LDP. Lakini kuchaguliwa kwa Takaichi kuwa kiongozi wa chama tawala kulionekana kusambaratisha uhusiano kabisa. Hiromi Murakami, profesa wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Temple tawi la Tokyo, anasema Komeito tayari kilikuwa na wasiwasi kuhusu misimamo mikali ya Takaichi juu ya masuala ya usalama, uhusiano na Korea Kusini na China, na waliogopa kuwa angezidisha zaidi mara tu akichukua madaraka. Jambo nyeti zaidi ndani ya Japan na katika mataifa jirani ni msimamo wa Takaichi kuhusu hekalu la Yasukuni lililoko Tokyo. Hekalu hilo limekuwa eneo la kumbukumbu kwa mashujaa wa vita wa Japan tangu mwaka 1869. Hata hivyo, miongoni mwa waliokumbukwa humo ni waliotajwa kuwa wahalifu wa kivita. Ziara zozote za viongozi wa Japan katika hekalu hilo mara nyingi husababisha ghadhabu nchini China, Korea Kusini na Korea Kaskazini, kwa kuwa mataifa hayo huziona ziara hizo kama jaribio la kuficha uhalifu wa kivita wa Japan au kupunguza uzito wa madhila ya kivita yaliyofanywa na Japan. Takaichi tayari amewahi kulitembelea eneo hilo huko nyuma na hajakanusha uwezekano wa kufanya ziara nyingine, akisisitiza kwamba hekalu hilo sio suala la kidiplomasia. Viongozi wa Komeito pia walionekana kukerwa na uamuzi wa Takaichi kumteua Koichi Hagiuda, waziri wa zamani wa LDP aliyewahi kukumbwa na kashfa ya kifedha, kushika wadhifa wa juu ndani ya chama. Hagiuda alijiuzulu chini ya miaka miwili iliyopita kutoka baraza la utafiti wa sera la chama hicho baada ya kashfa kubwa ya kifedha. Profesa Murakami anasema kuwa kurejea kwa Hagiuda kunafanya ionekane kuwa Takaichi hajali kabisa suala lililowaudhi wapiga kura, na huenda hilo ndilo lililochangia matokeo mabaya ya chama katika chaguzi zilizopita. Uongozi wa Komeito sasa unaamini kwamba kubaki kwenye muungano wa LDP kunaweza kuharibu taswira yao kisiasa. Takaichi hata hivyo alitarajiwa kuongoza serikali ya wachache hata kama Komeito wangebaki kwenye muungano, kwani chama hicho kina viti 24 pekee katika baraza la wawakilishi. Kuvunjika kwa ushirikiano huo sasa kumeiacha LDP ikiwa na viti 197 chini ya viti 233 vinavyohitajika kwa wingi wa kura. Katika baraza la Seneti, LDP ina viti 101 ambavyo pia ni chini ya viti 125 vinavyohitajika ili kuwa na wingi. Kiongozi huyo wa kitaifa sasa anajaribu kupata washirika wapya wa kisiasa, huku vyama vya upinzani vikilenga kutumia kikamilifu udhaifu wa kisiasa wa LDP. Takaichi na washirika wake wanalazimika kufanya kazi kwa kasi kubwa ili kufikia muda uliopangwa wa kuthibitishwa kwake bungeni tarehe 20 Oktoba. Wakati huo huo, vyama vya upinzani vinajadili kuunda muungano na kumteua mgombea mmoja wa pamoja. Ilikuwa ni ripoti yake Wakiombogo. Na sasa tumalize uchambuzi wetu wa ripoti zetu mbalimbali na ripoti hii inayosema mioto na shughuli za kilimo ni vyanzo vikuu vya uharibifu wa misitu duniani. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti ya mwaka huu ya kimataifa inayoelezea hali ilivyokuwa mwaka 2024 ambapo ekari zaidi ya milioni 20 za misitu zilitokomea. Hii ina maana hali inazidi kuwa mbaya. Huko mkutano wa mazingira wa COP30 ukikaribia mwezi ujao wa Novemba huko nchini Brazil, ripoti hii itakuwa mwongozo mzuri wa kuelekeza majadiliano. Lubege Emmanuel na taarifa kamili. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya mwaka huu iliyotolewa na shirika la Forest Declaration, dunia imeshindwa kutimiza malengo yake ya azimio la kubadili kasi ya uharibifu wa misitu kufikia mwaka 2030. Katika kipindi cha mwaka mmoja pekee wa 2024, angalau ekari milioni 20 sawa na eneo la nchi ya Uingereza zilitokomea kutokana hasa na shughuli za kilimo pamoja na mioto. Hii ina maana dunia iko nyuma kabisa
kwa 63% kulingana na azimio la kukabiliana na uharibifu wa misitu kufikia mwaka 2030. Hilo ndilo azimio waliojitokeza nalo wajumbe kutoka mataifa 140 walipokutana Glasgow, Scotland mwaka 2021. Mioto ndiyo imekuwa chanzo kikubwa cha kutoweka kwa misitu, ambapo hususan misitu ya Amazon iliyoteketea ilizalisha tani milioni 8 za gesi ya carbon dioxide. Kulingana na Erin Matson aliyeongoza katika kuandaa ripoti hiyo, tathmini yao ni kwamba mioto hiyo mara nyingi husababishwa na shughuli za binadamu na ukame unaotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ripoti hiyo aidha inakosoa udhaifu katika kutekeleza sheria za kulinda mazingira. Ripoti zingine za awali zilionyesha kuwa nchi za Brazil na Bolivia ndizo ziliongoza katika upotevu mkubwa wa misitu mwaka 2024, lakini pia uchimbaji madini kama dhahabu na mkaa ni shughuli ambazo nazo zimesababisha uharibifu mkubwa wa misitu. Lakini pia wataalam wanakosoa mienendo ya kutoa vichocheo kwa wawekezaji katika sekta za kilimo, hasa cha mazao ya soya, ufugaji na pia ukataji miti kwa ajili ya mbao. Kulingana na Matson, zaidi ya dola bilioni 400 hutolewa kama mchango kwa uwekezaji katika kilimo, hali ambayo imesababisha pakubwa kasi ya kutoweka kwa misitu. Lakini huku Brazil ikijiandaa kuwa mwenyeji wa mkutano wa mazingira maarufu kama COP30, nchi hiyo inazingatia kuongoza katika juhudi za kuwekeza zaidi katika uhifadhi wa misitu. Azma ya Brazil kuwekeza zaidi ya dola bilioni 125 katika mpango endelevu wa kuhifadhi misitu imepongezwa. Michango hii inatarajiwa kutoka kwa serikali mbalimbali za kimataifa pamoja na sekta binafsi kwa kiwango cha dola bilioni 3.4 kila mwaka. Fedha hizo zitawalenga jamii asili kuwashirikisha moja kwa moja katika uhifadhi wa misitu. Licha ya kukabiliwa na shinikizo kutoka kwa wadau katika sekta ya kilimo, Rais Luiz Inacio Lula da Silva wa Brazil amesisitiza kuwa ataendelea na mipango kabambe ya serikali yake kulinda misitu. Brazil inafanya maandalizi ya mkutano wa COP30 wa mwaka huu na utafanyika katika misitu ya Amazon ili wajumbe wa kimataifa wajionee wenyewe hali halisi ya uharibifu, lakini pia juhudi za kurejesha tena mazingira hayo. Na hapo ndipo tunapofika mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali. Baki nasi. Asante sana Jacob Safari. Katika hatua hiyo basi, wakati huu basi tunaelekea kupokea makala mengine. Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu kwenye makala ya wanawake na maendeleo, ambapo leo tunaangalia nafasi ya wanawake katika kampeni za kisiasa nchini Tanzania. Je, wanashiriki kufanya biashara, kusikiliza sera au ushawishi wa wanamuziki wanaowapenda? Mimi ni Najet Omar, karibu. Wengi wao ni wale ambao wanakwenda kwa lengo la mwanamuziki, labda akija Diamond, akija Zuchu. Inaonekana kwamba shangwe halinogi pasi na kuwepo wanawake. Vyama vya siasa vinatumia hiyo fursa. Takwimu za Umoja wa Mataifa za mwaka 2022 zinaonyesha kuwa zaidi ya 60% ya wanawake wanaoishi katika maeneo ya mijini na vijijini barani Afrika walisema wanashiriki katika kampeni kwa sababu za kijamii au kifamilia, si kwa ajili ya kuelewa sera au kuchangia mchakato wa kisiasa. Huko nchini Tanzania, Kenya na Uganda, wanawake wanashiriki kwenye kampeni kama wasaidizi na waandaaji. Kudra Mawazo ni mwandishi wa habari kisiwani Zanzibar. Akiwa anashiriki kampeni, anasema wanawake wanashiriki kampeni kwa ajili ya biashara na kuwasikiliza wasanii wanaowapenda. Sifikirii kama huwa wanasikiliza sera ipasavyo za viongozi wao walioamua kuwafuata ama kuwaamini. Wengi wao ni wale ambao wanatumia fursa ya kwenda kufanya biashara. Wengi wao ni wale ambao wanakwenda kwa lengo la mwanamuziki, labda akija Diamond, akija Zuchu, ama hata wale wasanii ama ile muziki ambayo inapigwa na ma DJ katika mikutano hii ya siasa. Na ndio maana hata wanapotoka katika maeneo yao lazima wajue, je, kuna muziki? Je, kuna msanii gani kwenye mkutano huo? Je, kuna kitu gani kinaenda kufanyika katika mkutano huo? Kwa hiyo mkutano ambao hakuna muziki wa maana, wenyewe wanavyosema, huwa una idadi ndogo sana ya wanawake. Lakini kuna baadhi ya wanawake wao wamekwenda mbali zaidi, wanaitumia mikutano hii ya siasa kama sehemu yao ya kwenda kufanya day out. Ukiangalia mikutano ambayo inafanyika pembezoni mwa mji, fanyika Kizimkazi, Paje, Makunduchi, Nungwi, hii inapata wafuasi wengi sana wanawake, kwa sababu ni mkutano ambayo inakwenda moja kwa moja
katika mazingira ya beach. Ripoti ya Afrobarometer ya mwaka 2023 inaonyesha kuwa wanawake wengi barani Afrika huchangia katika kampeni kwa njia za kijamii kama kuandaa mikutano, kuhamasisha wapiga kura. Halima Saidi ni mfanyabiashara wa juisi katika soko la Darajani. Anasema anasikiliza kauli za kampeni kwenye simu yake na sio yeye kushiriki kampeni, maana hawezi kuacha biashara. Licha ya hayo, hata mitaani hapa zikifanyika kampeni, watu unaona wanahudhuria. Mimi si miongoni mwao, kwa sababu suala la kampeni sijalipa kipaumbele na naona kwamba halina mustakabali sana na mimi na pilika zangu nyingi na maisha yangu na familia na biashara zangu. Kwa hiyo kusema kwamba niende kwenye kampeni, biashara zangu nani atanifanyia? Kulingana na utafiti uliofanywa na taasisi ya haki za binadamu na utawala bora ya mwaka 2022, inaonyesha kuwa 70% ya wanawake walioshiriki katika kampeni za kisiasa walieleza kuwa jukumu lao lilikuwa ni zaidi la burudani na kuhamasisha hadhira. Almasi Ali ni mchambuzi wa masuala ya kijamii. Amesema kampeni hasa zinategemea wanawake kwa ajili ya hulka ya kwamba wanawake wanapenda shughuli. Wanawake wamekuwa wakitumika katika siasa kama vile kivutio, kichocheo, na wakati mwingine wanafanya hivyo wakijua, pia wakati mwingine wanakuwa wanafanya hivyo katika mazingira ya kutumika, lakini kwa maumbile yao wanawake ni watu wanaopenda shangwe. Inaonekana kwamba shangwe halinogi pasi na kuwepo wanawake, na ndio maana sasa utakuta kwamba vyama vya siasa vinatumia hiyo fursa ya kuwa na wingi wa wanawake ili kuvutia wengine. Ushiriki wa wanawake katika kampeni za kisiasa ni muhimu kwa maendeleo ya nchi na demokrasia imara, na ndio maana ni wito wa Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba wanawake sio tu wanakuwa sehemu ya burudani na shughuli, bali ni sehemu ya kusikiliza sera na kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Hadi kufikia hapa ndio nahitimisha makala hii ya wanawake na maendeleo leo, ambayo tulizungumzia juu ya nafasi ya wanawake katika kampeni za kisiasa nchini Tanzania. Mimi ni Najat Omar, nasema asante kwa kutusikiliza. Na hapo basi ndipo tunapofika mwisho wa matangazo haya ya asubuhi kutoka hapa DW idhaa ya Kiswahili. Lakini saa 7 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki tutakuwa tunakujia na matangazo ya mchana, ila kwa heri kwa sasa. Mimi ni Jacob Safari. Asante sana Jacob Safari kwa sehemu hiyo ambapo umetuelekeza vizuri katika hatua ya kuweza kupata mawili matatu habari za dunia. Amekuwa ni Jacob Safari wa shirika la idhaa ya Kiswahili ya DW. Msikilizaji, wakati huu basi na kurejesha kwenye studio za Radio 14 Africa upokee matangazo ya mbashara, na basi wakati huu ni wakati mwafaka wa kupokea Kiziba Mkonga. Na kupokea Kiziba Mkonga cha sasa. Kila wakati msikilizaji, katika Kiziba Mkonga cha sasa, kifo kinapotokea kwa watu tunaowafahamu, kinaweza tokea kwa mama mzazi, kinaweza tokea kwa mtu yeyote rafiki yako, inaweza tokea kwa mtu ambao unafanya naye kazi, unajuana naye kwa ukaribu, rafiki mpendwa.
kina mafunzo sana kwetu sisi tulio hai. Moja ya mafunzo haya mimi nimejifunza kwamba ni kujitayarisha, maana kifo kinaweza kukupata wakati wowote. Hujui dakika moja ijayo nini kinaweza kutokea. Neno jitayarishe ni la muhimu. Na kujitayarisha kwa sawasawa ni kufanya haraka kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha, kutubu. Nimekuwa nikisoma kwenye kitabu cha Mithali 27 msikilizaji moja. Asubuhi katika sehemu ambapo mimi hufanya devotion yangu kabla ya kuingia kazini. Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Usijisifu kwa ajili ya kesho, maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Ndio maana kila wakati napomalizia Kiziba Mkonga cha sasa ni kwamba kuna vitu ambavyo nahitaji kuvifanya leo, usiseme nitafanya kesho. Usiache kitu chochote kwa baadaye. Baadaye kahawa inaweza kupoa. Baadaye utapoteza hamu. Baadaye mchana ugeuka kuwa usiku. Baadaye watu hukua. Baadaye watu huzeeka. Baadaye watu hufa. Baadaye maisha hupita. Baadaye utajuta kwa kutochukua hatua wakati ulikuwa na nafasi ya kufanya hivyo leo, ukiwa na nguvu. Usijisifu kwa ajili ya kesho, maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Hii ndio siku Bwana ameifanya. Ifanyie kazi na ishi katika njia ya kumpendeza Mungu, maana hujui kesho kitakachozaliwa. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.